Baada ya swala zima la Vidollars pamoja na Kiledio kuweza kupamba moto kisha kuweza kufika mbali, huku watu wengi wakiuliza kwamba je, ni kipi au ni sababu gani ambayo imesababisha Vidollars pamoja na Kiledio waweze kuachana? Basi moja kwa moja kwa upande mzima wa Mamba mwenyewe Estukiz ameweza kufunguka na kiweka wazi juu ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kuhusiana na hii inayoendelea. Basi ni kualika moja kwa moja, hii ni Bongo Focus, kitu kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe kisha nitakufahamisha juu ya kile kinachoendelea, lakini pia kwa taarifa nyingine zaidi za matukio kadhaa, lakini mastaa Bongo yale yote ambao wanafunguka kuweza kumaliza utata, basi nitakuwa nikikujuza hapa nikufahamisha moja kwa moja. Hii ni Bongo Focus, bonyeza neno subscribe kisha nikuletee kile ambacho kwa upande mzima wa Estukiz ameweza kufunguka kwa upande mzima wa hii issue ya Vidollars pamoja na Kiledio. Nikualike moja kwa moja. Sasa kama unafahamu ni kwamba wameweza kuachana na kuna namna ambayo ni ngumu sana kuweza kuhakikisha kwamba hawa watu kuna namna watakuja kurudiana. Sasa sababu kubwa inadaiwa kwamba Estukiz ndiye mtu pekee ambaye yupo nyuma ya pazia ile swala, kwamba ndiye ambaye amekuwa akimchukua Vidollars na amekuwa akienjoy na kuweza kufurahia pamoja. Kwa hivyo hii imekuwa ni moja kati ya kitu ambacho kifupi inasadikika kwamba kimechangia moja kwa moja Kiledio aweze kuachana na Vidollars moja kwa moja. Sasa Mamba mwenyewe Estukiz ameweza kufunguka na kitu pekee alichokidai kwamba yeye anadai kuwa hii ni moja kati ya trending ambayo ipo na ni kiki tu. Kwa upande wake ni mtu ambaye huwa anaheshimu sana watu, huwa hapendi kuzozana, na mara nyingi amefunguka kwamba ni mtu ambaye hapendi sana mambo ya mitandao sana, hasa kwa upande mzima wa kiki ambao zimekuwa zikiendelea. Yeye anadai kwamba hizi ni kiki tu zinazoendelea, yeye hahusiki kwa chochote na hawezi akaja front, yani hawezi akaja front kuweza kufunguka chochote kile, kwa sababu aidha kuna namna ambayo kifupi yeye anaweza kaa anajipotezea muda, kwa sababu anaamini hii ni kiki. Basi hiyo ndio moja kitu ambacho ameweza kufunguka na kusema kuwa hawezi akalichukulia hili swala serious, kwa sababu jambo ambalo linalopita muda inaweza kuondoka. Kwa hivyo yeye kwa upande wake anasema hahusiki kabisa na swala hili na hataki kabisa kujiingiza karibu katika swala hili. Yeye anaamini kwamba ni kiki la Vidollars pamoja na Vidollars pamoja na Kiledio, na hii ina maana kwamba huenda tunafanywa kiki kwa mujibu wa yeye alivyoeleza, kwa sio chambuzi ambao tunaanza kueleza kwamba huenda sasa hii ni kiki ambayo tunazidi kufanywa pamoja na Vidollars pamoja na Kiledio, kwamba hawa watu wawe hawajaachana. Je, ni yapi maoni yako kwa upande wako? Nijizo kwenye comment, pia hakikisha unabonyeza neno subscribe.